Nilianza kuzungumzia katika kipindi kilichopita kuhusu kuweka picha za watumishi kwenye madhabahu au kwenye vibao vya kanisa au kwenye vibao vya taasisi za kidini, na nikawa nimeeleza kwamba sio sahihi. Kwa nini? Sababu ile picha haizungumzi, picha haineni, haisikii, haina miguu, haina haja ya kuwekwa. Kwa nini? Kuna madhehebu ambayo wamechukua picha bandia za watumishi waliowahi kuishi huko kale, wakafa na wakatunukiwa vyeti vya utakatifu. Lakini pia kuna watumishi ambao walikuwa hapo kwenye Biblia ambao walikwisha kufa, kwa mfano Mariamu, kwa mfano Yesu mwenyewe, kwa mfano Petro, Yohana. Kuna watu ambao wamechukua zile picha, na zile picha ni za uongo cha kwanza, na wamezifanya zile picha wakaziweka katika makanisa yao, na wakawa wanapita wanaziheshimu zile picha kana kwamba zinaweza kusikia au kuweza kusaidia. Lakini hizo ni ibada za sanamu. Na kwa sisi ambao tumeokoka, tukiweka picha makanisani za watumishi waasisi au watumishi ambao ni waanzilishi wa huduma hizo, hatutakuwa tofauti kabisa na hawa ambao wameweka picha za watu wanaoita watakatifu au watu ambao ni wateule au waliotumiwa na Mungu kare. Ni kweli tunajua Mungu anaweza kuinua watumishi na kuwatumia kwa nguvu, hata kama Yesu alivyotumika kwa nguvu sana, lakini hakuna mahali alihitaji waweke picha yake. Kwa hiyo ninakuja mbele zako tena, ninaendeleza. Naomba nisome kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura yake ya 4 mstari wa 2 hata ule wa 4. Waraka wa kwanza wa Petro, nitasoma kwa jina la Yesu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 2 hata ule wa 4. Biblia imenena maneno haya: tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na urevi na kalamu za urafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Mtumishi wa Mungu Petro anasema kwamba wakati uliobaki duniani tusiendelee kufata mambo ambayo hayakuwa katika uhalisia wa ibada. Manake kuna ibada za sanamu. Tunaposema ibada za sanamu ni pamoja na kuweka picha za watumishi kwenye madhabahu na kupita kuzisujudia. Tunapokuwa tunasema kwamba kuna watu wanaabudu ibada za sanamu, watu wameenda mbali sana mpaka wanaweka na vinyago ambavyo vimechongwa kama sanamu za watu ambao waliwahi kumtumikia Mungu kama viwakilishi baada ya wao kuondoka. Hivyo havitupasi kuwekwa. Ilipaswa kama tungetaka kuweka, tungetafuta picha ya Yesu Kristo, tungetafuta picha ya Yesu Kristo ili tuweze kuweka. Lakini kama haipo picha ya Yesu Kristo tunao moyoni na ipo katika Ufunuo, na hata picha hizi zote ambazo zinaonekana ni za Yesu, watu wanaweka nyumbani, watu wanaweka ibadani, watu wanaweka kwenye gari, watu wanaweka kwenye profile za picha zao, watu wanaweka kwenye kila mahali ambapo kunaweza kuwekwa picha. Wengine wana album kubwa wameweka kwenye kuta zao kwamba ni picha za Yesu. Kila akifika anaona ile picha anajua ni Yesu. Huo ni uongo wa shetani. Kwa nini? Kwa sababu picha halisi ya Yesu haipo, na wakati anafanya injili zake mpaka anakufa na kufuka, hakuna aliyefanikiwa kutunza dokumenti za picha yake. Kilichofanikiwa kutunzwa ni dokumenti ya maneno na jumbe alizozisema. Ndio maana unaona injili za Yesu ziko 4, zimeandikwa kwa namna tofauti tofauti, kwa ufunuo wa wale waliopewa neema ya kuyasikia, ya kusimuliwa, wakabidi wayaandike. Sasa hakuna mahali ambapo Yesu
alitamani iwekwe picha yake kama ishara ya ukumbusho. Kwa sisi tunapoweka picha kama ishara ya ukumbusho wa mtumishi huyo ambaye amekwisha kufa au aliye hai au yuko nchi za nje, je, tunaweka kwa msingi wa andiko gani? Hii ni ibada ya sanamu ambayo watu wamejikuta wakifanya bila kujua. Sasa ushauri wangu ni kwamba kama mliweka picha kwa sababu ya kumheshimu mtu huyo au kwa sababu yoyote, ni wakati wa kufunguka na kuweza kutoka kwenye hicho kifungo. Kwa nini? Kuna watu ambao kila kanisa lao lilipo lazima iwepo picha ya mwanzishi. Nisikize, mwanzishi wa kanisa ni Yesu Kristo, wala sio mtume, wala sio nabii. Sasa kwa nini uweke picha ya huyo mtu ambaye ameinuliwa na Yesu Kristo na usiweke picha ya Yesu? Kwa hiyo huyo amekuwa ni bora kuliko Yesu Kristo? Hapana, haipasi kuwa hivyo kanisa la Bwana. Kwa hiyo yatafakari haya ninayoyasema na kisha uweze kuyachunguza kama ni kweli, kama sio kweli. Nipo kwa ajili ya kujifunza na kusahihishwa pia kwa lengo kubwa la kufanya ibada zilizo sahihi. Kwa nini? Kama tutazungumza ibada za sanamu kwa watu ambao wanaweka picha za watu waliokwisha kufa na kusema ni watakatifu, na sisi tukiweka kanisani na tunajiita tupo kwenye injili ya wokovu ambayo inaongozwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa na tofauti gani kati yao na sisi? Basi patakuwa hapana tofauti. Manake sisi tutaona tu kama hatuabudu lakini kitendo cha hiyo picha kuwepo kinaweza kukawa na ishara ya kuwa tunaabudu pasina kujua. Kwa hiyo Petro akaonya akasema, tusiendelee kwenye ibada za sanamu zisizo halali ambazo watu wengine wanazikimbilia, lakini kwetu sisi tuliokoka hatuzikimbilii. Kwa nini? Kwa sababu hazina maana yoyote. Fikiri, nisipoweka picha ya huyo muasisi, kuna dhambi yote nitakuwa nimetenda mbele za Mungu? Au kwenye kibao cha kanisa tusipoweka picha ya mchungaji au tusipoweka picha ya huyo mtume nabii, kuna dhambi yoyote tutakuwa tumefanya mbele za Mungu? Kama jambo hili halina dhambi, ni heri tusilifanye kuliko kuingia kwenye unajisi ambao katika huo tunaweza kumkosea Mungu. Huo ni ushauri wangu kwa kanisa ambalo linatarajia kunyakuliwa kwenda mbinguni. Na Mungu abariki. Ni mtumishi wa Mungu Bart James. Amen.